Kwenye mchezo wa jana hatuwezi kusema kwamba tuliwazidi Kuwait kila kitu. Tungeliwazidi kila kitu, sisi ndio tungeshinda ule mchezo. Lakini tutakubaliana kwamba tuliwazidi kwenye dakika 45 za kipindi cha kwanza na tukaweza kupata uongozi wa goli 2-0. Lakini tulivyorejea kutoka mapumzikoni dakika 45 za kipindi cha pili, wao wakawa timu bora zaidi uwanjani kuliko sisi na wakaweza kufunga goli 4. So hauwezi kusema kwamba sisi tulikuwa bora kuliko Kuwait kwa kipindi chote cha mchezo. Tuligawana vipindi, sisi tukakitumia kipindi cha kwanza vizuri, tukafunga goli ambazo hazikutosha kutufanya sisi baada ya dakika 90 kuibuka na matokeo ya ushindi. Lakini Kuwait walipopata nafasi ya kudominate, walitumia ile nafasi vizuri, wakafunga idadi kubwa ya mabao ambao baadaye ikawafanya wenyewe baada ya dakika 90 kwa zimemalizika wakawa na margin kubwa ya goli ukilinganisha na zile ambazo tulizozipata sisi. Kwa hiyo tuligawana vipindi. Kipindi cha kwanza dakika 45 za kwanza na maanisha tulikuwa bora, lakini wao walikuwa bora dakika 45 za kipindi cha pili. Kwanza kwenye mchezo wa jana, kwa namna ambavyo nimeiona timu inasogea kwa spidi. Yaani kuna namna ambavyo wachezaji wanaocheza nafasi za katikati walikuwa wakipata mpira, wanaifanya timu inasogea juu kwa haraka, na amewatumia wachezaji ambao almost wote wana kasi. Mchezaji ambaye alikuwa anacheza kwenye eneo la ushambuliaji mara kadhaa alipokuwa anafika lakini alikuwa hana spidi ni mchezaji Novatus Dismas peke yake. Lakini ukimwangalia Mabura anaonekana na spidi nzuri tu na alikuwa anaifanya timu inasogea mbele kwa uwiano mzuri wa namba ya watu na kwa spidi nzuri. Lakini kulia alikuwepo kulia alikuwepo kushoto alikuwepo Thailand Al-Hilal na kulia alikuwepo Sop. Namba 9 na namba 10 akawa ni Mbobwa na Mombwa na Kevin John. Hawa wote wachezaji walikuwa wanacheza ule mstari wa mbele, wote ni wachezaji ambao wana speed. Kwa hiyo tulivyokuwa tukijenga mashambulizi kama Taifa Stars, tulikuwa tunaenda kwa haraka zaidi na tulikuwa tunatumia muda mchache sana kutoka eneo la katikati kwenda kwenye boksi la mpinzani. Ukilinganisha na Taifa Stars ambayo ilikuwa inacheza chini ya Morocco, ilikuwa inafanya build up taratibu na hata kufika kwenye boksi ya mpinzani ilikuwa ni kwa muda mrefu. Lakini vile vile namba ya watu ambao wanakuwa wanaingia kwenye boksi au wanalizunguka boksi la mpinzani ni tofauti ukilinganisha na the way ambavyo Taifa Stars ilikuwa inacheza kwenye wakati inasimamiwa na Morocco. So kipindi hiki tuna timu ambayo inatengeneza mashambulizi kwa haraka, lakini tuna timu ambayo inakuwa na advantage ya watu wengi kwenye kushambulia, lakini wameaminiwa zaidi watu ambao wana speed na ambao kwa namna moja au nyingine ile individual brilliance ya moja ni nzuri. Wote wana footwork nzuri kwenye kudribble na kushambulia kwa speed ukilinganisha na the way ambavyo timu ilikuwa inacheza. Maybe upande mmoja atakuwa Mzize ni mshambuliaji mzuri lakini hana speed kubwa kama ambavyo unaweza kumuona alivyokuwa Tyrin au Mombwa na Sop. Hawa ni wepesi na wanaonekana kuwa na speed zaidi, lakini hata kwenye fluidity hawa jamaa watatu ni wanyumbulifu kulinganisha na Mzize. Kwa hiyo kuna utofauti kwenye kujenga mashambulizi. Ile fluidity inaisaidia timu ya taifa, wachezaji wanaweza kapenetrate hata kwenye mazingira magumu, lakini unaona mtu anaweza kapenetrate kwenye idadi kubwa ya watu, mtu anaweza akafanya turn na kugeuka hapo anaanzisha shambulizi ambalo linaenda kuwa hatari au hata linaweza ikasababisha bao kwenye lango la mpinzani. Kwa hiyo tuna timu ambayo imedevelop kwenye eneo la kujenga mashambulizi kwa speed na kushambulia kwa idadi kubwa ya watu.